Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Alfajiri ya tarehe 15, Afrika ya Mashariki imeamka na huzuni. Ni kufuatia kifo cha waziri mkuu mstaafu wa Kenya, Raila Amolo Odinga, ambaye amefariki katika wilaya ya Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati akiwa anafanya mazoezi ya matembezi ya asubuhi. Sasa Ayo TV leo nakuletea historia ya Raila Amolo Odinga, ambaye ni muhimili wa mageuzi na demokrasia nchini Kenya. It's better to have a country that is civil, where leadership can be replaced through the ballot rather than through the bullets. Raila Amolo Odinga ni miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya Kenya, na amekuwa mhusika mkuu katika medani za kisiasa za taifa hilo kwa zaidi ya miongo minne. Anatambulika kwa hotuba zake zenye misisimko, msimamo wake thabiti wa upinzani, na maisha ya kisiasa yaliyojaa ushindi, changamoto na misukosuko. Jina la Raila Odinga limekuwa karibu sawa na safari ya Kenya kuelekea katika mfumo wa kidemokrasia na utawala wa haki. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu. Ni mwana wa hayati Jaramogi Oginga Odinga, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya na mmoja wa waanzilishi wa harakati za kupigania uhuru wa taifa. Akifuata nyayo za baba yake, Raila alianza kushiriki katika siasa mwishoni mwa miaka ya 1970 na kujipatia umaarufu kitaifa mwanzoni mwa miaka ya 1980. Kutokana na upinzani wake dhidi ya mifumo wa chama kimoja uliokuwa ukiongozwa na Rais Daniel Toroitich Arap Moi, mwaka 1982 Raila Odinga alikamatwa na kuwekwa kizuizini bila kufikishwa mahakamani kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi lililoshindikana dhidi ya serikali ya Daniel Moi. Katika kipindi cha maisha yake ya kisiasa, alitumikia jumla ya takriban ya miaka 9 gerezani katika nyakati tofauti, hali iliyomfanya kutambulika kama mfungwa wa kisiasa na ishara ya mapambano dhidi ya utawala wa kiimla. Safari yake ya kisiasa imekuwa na misukosuko na mageuzi mengi. Raila alikuwa ni miongoni mwa waanzilishi wa Forum for the Restoration of Democracy (FORD), kisha akaanzisha National Development Party (NDP), ambayo baadaye iliunganishwa na chama tawala cha KANU mwaka 2001. Hata hivyo, muungano huo haukudumu kwa muda mrefu, na Raila alijiondoa akianzisha ukurasa mpya wa kisiasa. Baada ya kushindwa kwa kura ya maoni ya katiba iliyokuwa ikiungwa mkono na serikali mwaka 2005, Raila aliongoza kuundwa kwa chama cha Orange Democratic Movement (ODM), ambacho kimeendelea kuwa nguvu kuu ya kisiasa na upinzani nchini Kenya. Tangu wakati huo, Raila amejaribu kugombea urais mara 5: miaka ya 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022. Ingawa hajawahi kufanikiwa kushika wadhifa huo, amesalia kuwa muhimili muhimu wa mageuzi ya kisiasa na kijamii nchini Kenya. Uchaguzi wa mwaka 2007
uliibua mojawapo ya vipindi vyenye utata zaidi katika historia ya kisiasa za Kenya, baada ya matoleo yaliyotiliwa shaka kusababisha ghasia za baada ya uchaguzi zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000 na maelfu kuachwa bila makazi. Mkataba wa kugawana madaraka uliofadhiliwa na jumuiya ya kimataifa ulipelekea kuundwa kwa serikali ya muungano, ambapo Raila Odinga aliteuliwa kuwa waziri mkuu chini ya Rais Mwai Kibaki kati ya mwaka 2008 na mwaka 2013. Huo ndio ulikuwa wakati pekee katika historia ya Kenya ambapo nafasi ya waziri mkuu ilikuwepo kikatiba. Mwaka 2018, Raila aliwashangaza wafuasi na wapinzani wake kwa kitendo cha kupatana na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kupitia kile kilichoitwa handshake, hatua iliyokusudia kuimarisha umoja wa kitaifa na kupunguza mivutano ya kisiasa. Ingawa makubaliano haya yalipongezwa na baadhi kama ishara ya maridhiano ya kitaifa, yalizua pia ukosoaji mkali kutoka kwa baadhi ya wafuasi wake walioliona kama usaliti wa misingi ya upinzani. Katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, Raila alifanya jaribio lake la 5 akiwa ameungwa mkono na Rais Kenyatta. Alishindwa kwa tofauti ndogo na William Ruto ambaye ndiye rais wa sasa wa Jamhuri ya Kenya. Raila alipinga matokeo hayo katika mahakama ya juu, lakini hukumu ya mwisho ilithibitisha ushindi wa Ruto. Licha ya kutowahi kushika wadhifa wa urais, mchango wa Raila Odinga katika historia ya kisiasa ya Kenya ni wa kudumu na wenye athari kubwa. Ameongoza harakati za mageuzi ya kikatiba, kuimarisha demokrasia ya vyama vingi na kulinda haki za kijamii, mara nyingi akihatarisha uhuru na maisha yake binafsi. Anasalia kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa kisiasa barani Afrika, mwenye ushawishi mkubwa ndani na nje ya mipaka ya Kenya. Mbali na siasa za kitaifa, Raila amehudumu katika nyadhifa za kikanda na kimataifa, ikiwemo uteuzi wake na Umoja wa Afrika kama mwakilishi maalum wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika, nafasi iliyodhihirisha nafasi yake endelevu katika uongozi na ushawishi wa bara hili. Kwa ujumla, historia ya Raila Amolo Odinga ni simulizi ya uvumilivu, ujasiri na dhamira ya kisiasa ambayo imeacha alama isiyofutika katika safari yake ya Kenya kuelekea demokrasia, usawa na maendeleo endelevu. Mungu ailaze roho ya Raila Amolo Odinga mahali pema peponi. Mimi ni Pasco Mwakioma.